tumuelezee Mtanzania wa leo ni kitu gani kilikuwa kinatokea kwa timu nzima ya Baraluko. Kitu ambacho kimetokea leo ni appreciation. Najaribu ku-appreciate kwa timu ambayo ilijumuika na mimi toka mwanzo mpaka hapa tulikofikia, kwa namna ambavyo tumefanya. Haikuwa kazi ndogo, lakini pia nimejaribu kuonesha value ya kile ambacho wao wamekifanya. Ni mara nyingi nimekuwa nafanya hivi, na sio kwenye hii Baraluko peke yake. Nishawahi kufanya appreciation kama hii kwa timu nzima ambayo imewahi kushiriki na mimi kwenye upande wa mawio, siku ambao wanafanya launch. Na hii nimeifanya baada ya jana kuwa tumeenda onea na tumepata namba tofauti tulivyojiwekea. Tulijiwekea at least tufike hapa, kwa tumepitiliza mara 3 ya. Kwa hiyo furaha kwangu ikawa kubwa sana. Nikaliandaa ile jambo fasa toka asubuhi mpaka jioni likawa, nikamwambia tukutaneni. Vijana wangu wananisikiliza, wananiheshimu, tukakutana. Nikajaribu kuwaonesha hichi. Hata pia wao kwao imekuwa surprise kubwa sana. Watu wameshukuru, wamelia, wamezungumza, wamethubutu kusema kwamba hawakuwahi kutegemea, kuwahi kufanya. Kuna watu wa kongwe, mtu wangu wa sound ni mkongwe sana kwenye industry. Pia amesema nilishawahi kufikiri siku moja kama ndapewa award. So umeni appreciate bro, umenipa medali, umenipa award, na umenifanya siku yangu leo imekuwa happy. Nikamwambia yes, hivyo ndo nilivyo, kwa sababu naamini life ni siku moja. Yes, kesho tuko nayo na jana tayari iko imepita. Kwa hiyo kitu ambacho nimekifanya mimi binafsi yangu nimefurahi. Kwa kama nimefurahi, na huwa napenda na wenzangu pia wafurahi. Kwa hiyo tumefurahi kwa pamoja. Baraluko tumeiona episode ya kwanza, kweli iko moto, iko fire kienzi yani. Lakini tunaweza tukasema kitu kimoja. Watu walikuwa maswali mengi yanakuja kwenye lugha gani imetumika, movie imekiwa sehemu gani, mazingira gani, yani maeneo lipi kwa hapa Tanzania. Okay, naweza nikasema kwamba maeneo ni tofauti, sababu sisi sinema inako view ya director ambao ni mimi ndo director. Nikifikiri view hii ndaipata Simiyu au Bariadi ndaenda. Hii view ndaipata sehemu fulani ndaenda. Hii haipatikani, lazima tuifanye green screen au tuifanye endo, ndafanya. Kwa hiyo pia tukuli kwenye swala la lugha ni lugha ya kutohoa. Zamani sana kuna producer mmoja anaitwa Khalfani, ambao director alikuwa Sumani Mtinda. Walikuwa wameshirikiana pale na wakina Vini, tukiwepo tunaweka mawazo yetu tukiwa wadogo. Siku hizo tule kufanya sinema moja inaitwa Olopong. Kwa hiyo ile lugha nikaitohoa, lugha ile ambayo ilikuwa imetumika nikaitohoa kwa kuzidisha, kama tume develop tu kutoka sehemu moja kuongeza sehemu nyingine. Tumeweka namba, lugha ina namba, lugha ina siku, lugha ina matusi, lugha ina nini. Kwa hiyo imekuwa kidogo hivi, na inakuwaje iwe laini mtu aweze kuisema. Kwa hiyo tumeitohoa, imebaki imekaa vizuri. Kwa hiyo lakini ina tafsiri sahihi na inaleta maana na mantiki. Na ninapenda pia kama itawezekana watu wote filmmaker ambao wanafanya sinema ya ubunifu, wakitaka kutumia lugha, itumike lugha hii ili tuikuze, ionekane kama ndio lugha ya art. Yes. Na ukienda kwenye mavazi, kwa nini iwe magunia sio mavazi mengine jamani? Ukiangalia unaweza kuona ni gunia, lakini ni material ambayo yanafanana na hiyo gunia, na ambayo nilikuwa amevaa Dayo, lakini wengine wamevaa kawaida. So ni nguo yake ambayo ni nguo ya mamlaka kitaka kufanya kitu fulani, lakini kuna nguo tofauti inategemea na day zinavyokuwa zinaenda. Na Baraluko ni nzuri kadiri inavyozidi kwenda. Ni aina ya tamthilia ambazo huwa inaanzia D vibration, inatoka chini na changanya kama generator kwenda juu. Kwa hiyo ndio aina ya tamthilia hiyo. Hivyo unavyoona ndio imeanza kwa udogo, kwa hiyo inaenda inakuwa kubwa. Kitu ambacho nasema, kwa mfano mimi episode 2 mwanangu anakufa. Kwa hiyo tukienda kumzika, Watanzania watanibeba kwa jinsi Watanzania watanibeba. Kwa hiyo watu wakae wasubiri kuangalia kitu kizuri. Kitu kizuri kutengeneza kinahitaji utulivu, kina ugumu kufanya, waheshimu hivyo. Kwa hiyo wasubiri tu, umenifahamu vizuri, wao wateja wazuri. Sinema imekuzwa na Wahindi kwa kupenda kuitizama. Kwa hiyo Wahindi wamekuwa, kwa hata wao wakiendelea kupenda kutizama, wakipenda kuangalia, wakipenda vitu vizuri, tutafika pale ambapo nataraji kufika. Yeah.
swala la muda. Tanzania wanalalamika sana. Jamani Gabo ndo tufanyia hivi jamani. Kweli dakika 10. Quantity unajua sio nikwambia vipi? Kitu kizuri ukifanya of course can take time sana. Mtu anapokuja ku preview kwa dakika 10 anaweza kafikiria ni rahisi sana. Lakini kufanya making hiyo ya dakika 10 ni ngumu sana. Ngumu sana. Kama Bongo Flava dakika 3 kufanya video ya dakika 3 kuna watu jasho linawatoka. Sasa kufanya making ya dakika 10 kuna dialogues. Achana wenzetu wanafanya wanaimba tu. Ashaimba anaimbia juu ni. Sisi tunafanya dialogue. Kwa watu wanafahamu film wanajua. La kuambia Watanzania, umeamua kweli kuliteka soko la dunia sasa. Ujumbe upi kwa Tanzania? Ujumbe wangu mimi ni kwamba waendelee kusupport. Watanzania tusupport kwa sababu bila wao hatuwezi kuwa sisi. So sisi tuko kwa ajili yao. Na mimi nimeamua kufanya back for society, kurudisha kama Sandakarawe kwenye jamii. Kwamba jamani bure. Unajua mtu kujisacrifice producer, kutengeneza content afu kaitoa bure ni roho ngumu kidogo. Lakini kila mmoja anatoa kile ambacho ako nacho. Wenye fedha wakina Lugumi wanatoa fedha kwa sababu wanazo. Sisi tunazo cinema, tunazo production house, tuna team. Kwa nini tusitoe sinema? Yep. Mimi nikushukuru kwa time yako. Asante sana, shukrani sana. Okay, poa.